Sababu kuu tano zinazoweza kupelekea mtoto wa kishua kufariki mapema baada ya kuwa mwanamke anayetoka kwenye familia za kifukara. Na ni vizuri zaidi kufahamu kwamba mtoto wa kishua hana moyo wa kuvumilia mapicha ambayo mabinti au wanawake wanaotoka kwenye familia ya kifukara huyafanya kwa wanaume. Kwa hiyo huwa ni rahisi sana kuweza kufariki baada ya kuwa mwanamke au binti anayetoka kwenye familia ya kifukara. Yaani binti anayetoka kwenye familia ya kifukara 100%, mtoto anayezaliwa kwenye familia ya kishua huwa ni ngumu sana kuweza kuvumilia yale mapicha au mambo ambayo nitaweza kuyataja, ambayo huwa ni rahisi mtoto wa kishua kuweza kufariki, kwa sababu roho yake haiwezi kuvumilia yale mapicha ambayo binti anayetoka kwenye familia ya kifukara anaweza kayafanya kwenye ndoa. Na ni vizuri zaidi kujua kwamba mtoto wa kishua ana moyo mwepesi mno. Kwa hiyo nimeweza kusogezea sababu ambazo zinaweza zikapelekea mtoto wa kishua anapooa mwanamke anayetoka kwenye familia ya kifukara huwa ni rahisi kufariki. Sababu ya kwanza kabisa ni sababu ya uongo wa mwanamke. Mabinti kwa 99% waliozaliwa kwenye familia ya kifukara huwa ni waongo, na watoto wa kishua huwa wameishi kwenye maisha ambayo ni ya ukweli. Kwa hiyo anapooa mwanamke anayetoka kwenye familia ya kifukara atakumbana na uongo. Kwa hiyo hii ni mojawapo ya sababu ambayo inaweza kumfanya mtoto wa kishua kuweza kufariki, kutokana na kuanza kuambiwa uongo, yaani kutokana na vitu ambavyo atakuwa anadanganywa. Kwa hiyo ni mojawapo ya sababu ambayo inaweza kupelekea mtoto wa kishua kuweza kufariki kutokana na mwanamke anayetoka kwenye familia ya kifukara kwa sababu ya uongo. Na pia sababu ya pili ni sababu ya binafsi. Watoto wa kishua huwa wana upendo. Kwa hiyo anapooa mwanamke ambaye anatoka kwenye familia ya kifukara, kwa kawaida mwanamke anayetoka kwenye familia ya kifukara huwa ni binafsi. Kwa hiyo kutokana na ule binafsi unaweza kumfanya mtoto wa kishua aanze kuumia, hali ambayo inaweza ikawa sababu mojawapo ya kumfanya aweze kufariki. Kwa hiyo hii pia ni mojawapo ya sababu. Na pia sababu ya tatu ni sababu ya mtoto, yani mwanamke anayetoka kwenye familia ya kifukara huwa hana msimamo. Anaweza kawa anamwambia baada ya kuolewa na huyo mtoto wa kishua, anaweza kawa anamwambia mimi najutia kwa nini ulinioa, kwanza sikupendi. Kwa hiyo anaweza kana anaongea hivi kwa sababu nimepata mwanaume mwingine, au nimedanganya na bodaboda. Kwa hiyo hii ni mojawapo ya sababu ambayo inaweza kumfanya mtoto wa kishua kuweza kufariki, kutokana na binti au mwanamke anayetoka kwenye familia ya kifukara kushindwa kuwa na msimamo. Na pia sababu nyingine ni sababu ya kuteswa kihisia. Mfano, unakuta binti anayetoka kwenye familia ya kifukara huwa na wanaume wengi. Kwa hiyo utakuta anawasiliana na Isaac, anawasiliana na Kanyankole. Kwa hiyo inakuwa inawasiliana na wanaume tofauti. Inaweza kumfanya mwanaume aliyetoka kwenye familia ya kishua akateseka kihisia anapokuwa anafuma message. Kwa hiyo inaweza kumfanya mtoto aliyezaliwa kwenye familia ya kishua kuweza kufariki kutokana na upumbavu wa kumtesa kihisia.